Hakika watoto wanaalikwa kudumisha haki, amani na upendo. Tumsifu Yesu Kristo, mwanafamilia wa Amani Radio Online TV na mwanafamilia wa Holy Cross Family Ministry Tanzania. Siku nyingine tena tunapata nafasi ya kuweza kuwa hapa kuweza kuzungumza mambo mengi yanayohusiana na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, ambapo tunasafiri kwa lisali zima katika kudadavua mambo mbalimbali ambayo yanahusiana katika idara ya watoto, ambapo kwa siku ya leo tutazungumza zaidi kuhusiana na maisha ya watoto wa Fatima kama mfano wa watoto wa familia za sasa. Lengo ni zaidi ni kuweza kujifunza wazazi, watoto, lakini na jamii. Ni muhimu sana kuweza kufahamu kwamba tunapaswa kusali kwa pamoja, kutambua kwamba sala ina nguvu, na hivyo basi katika umoja huo tunapata ushuhuda wa watoto wa Fatima, na tunaweza kuishi mfano huo wa watoto wa Fatima kwa namna gani. Basi tutajifunza mengi hapa pamoja na Holy Cross Family Ministry Tanzania, ambapo yuko hapa Scholastica Masanja, lakini ameambatana na Grace Kitime pamoja na Jerome Masi. Tutadadavua mengi, nami ni Irene Simon. Nikualike sana uungane nasi kwa kuandika maoni ya kwako, kusubscribe na kulike kwa hiki ambacho tunakizungumza hapa, ili uendelee kuwa mwanafamilia wa utume huu wa msalaba wa utume huu wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, ili uweze kujifunza mengi zaidi. Lakini kupitia Amani Radio 101.5 unaweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0797 00 4018 0797 00 4018. Tuandikie ujumbe wako mfupi ukiuliza swali kwa kile ambacho unatamani kukisikia kuhusiana na Holy Cross Family Ministry Tanzania, nao wako hapa watakujibu zaidi. Mimi ni Irene Simon, nikualike sana tuweze kuungana kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Siku nyingine tena tunamshukuru Mungu kwa baraka zake kutukutanisha hapa tuweze kuzungumza mengi yanayohusiana katika idara ya watoto ndani ya utume huu wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Pengine kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye anatutazama sasa, anapaswa kufahamu utume huu katika idara ya watoto unashughulika hasa na nini? Utume wa familia kwenye idara ya watoto tunashughulika na mambo mengi sana, ila yanayohusu sana watoto. Huwa tunaandaa semina mbalimbali kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kuwakuza kiroho, kiimani, lakini pia wakuwa wakitambua kwamba yupo Mungu anayepaswa kumtumikia bado akiwa wadogo, ili wakija kuwa wakubwa wawe na huo uzoefu wa imani. Na katika hizo baadhi ya program tunakuwa na seminar, tunakuwa na workshop, lakini tunakuwa pia na maandamano ya Rozari kwenye kipindi cha mwezi wa 5 na wa 10, ili watoto pia waendelee kujua imani yao na kukua wakipenda imani yao. Lakini huwa tunakuepo na tunasema filamu mbalimbali hasa za watakatifu, na tunapenda sana kumtumia sana mtakatifu ambaye alikufa akiwa mdogo sana, mtoto mtakatifu Marcelino, ambayo inawafunza wao pia kuwa watoto wenye heshima, wenye tabia njema, lakini watoto wanaosali. Lakini pia tunafundisha kwa njia mbalimbali, maswali, majibu, mashindano mbalimbali, sana sana pia kusoma neno la Mungu, watoto wajifunze pia kusoma neno la Mungu. Kwa hizo ni baadhi ya program kwenye utume wa familia, tukimuenzi Father Patrick Peyton kwamba tangu akiwa mtoto alipenda kusali, na familia yao walipenda kusali, tena hasa sana sala ya Rozari takatifu. Kwa hata katika utoto wake pia aliwashawishi watu wengine pia kusali. Baadhi ya familia ambazo waligundua kwamba walikuwa hawapendi kusali kama familia yao, aliwashawishi na wao kusali. Kwa na sisi tunafanya hizo program kwa watoto ili nao wapende kusali, lakini pia wawe washawishi wakubwa kwenye familia zao, wasali pamoja kwenye familia. Ndio. Nikushukuru sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huu, lakini nikirudi kwako Bwana Jerome Masi, kabla hatujasonga mbele zaidi, kwa nini kanisa linawathamini sana na kutaka kila familia kuweza kuishi mfano wa maisha haya ya watoto wa Fatima? Kuna nini hasa msikilizaji na mtazamaji anapaswa kukifahamu? Asante dada Irene na mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Tangia tarehe 13 mwezi Mei mwaka 1917 lilitokea tukio ambalo liliwashangaza wengi. Ni tukio la ajabu kule nchini Ureno. Watoto watatu hao wakiwa wako kwenye harakati za kuchunga mifugo, mbuzi, ng'ombe, kondoo na kadhalika. Basi ulitokea mwanga mkali sana kwenye mti fulani uliokuwa maeneo yale wakiwa wanachunga, na ulipotokea ule mwanga wale watoto walitahamaki, walistaajabu. Walivotazama waliona kama miale, lakini katikati wanaona kama mtu ambaye ni wa jinsia ya kike ambaye ana mavazi yanang'aa sana. Na wale watoto waliogopa, lakini katika
katikati ya uoga wao ndipo ilipotokea sauti hiyo ya Mama Bikira Maria kwamba ni yeye na alisema nao. Na ilikuwa kuna mambo ambayo alizungumza nao, na basically alikuwa ni matatu, kwamba wao ni watu wa sala, alileta pia ujumbe wa toba kwamba dunia ifanye toba, lakini pia alizungumza nao kuhusu jambo la amani. Mambo hayo matatu. Na tangia mwezi huo wa 5 tarehe 13 Mei, kila mwezi uliofuata ndani ya mwaka 1917 Bikira Maria alikuwa anawatokea hao watoto katika mazingira tofauti tofauti. Na ilivyofika tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 1917 muda wa saa 7:30 hivi mchana, huko katika mji wa Fatima huko nchini Ureno, ndipo walikuwa wamekusanyika watu wengi sana katika eneo ambalo linaitwa Cova da Iria, ambao ni nje kidogo ya mji wa Fatima, ambao kulikuwa na watu maelfu kwa maelfu. Na hao watu walisimama mbele ya Lucia, Jacinta na Francisco. Walisimama hapo kwa sababu ilikuwa ni maeneo ambayo kila ikifika ile tarehe 13 ya mwezi huo, hao watoto walikuwa wakienda pale kwa ajili ya kupokea ujumbe maalum kutoka kwa Mama yetu Bikira Maria. Kwa kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha mvua na manyunyu, na anga lote kipindi hicho lilikuwa limefunikwa na mawingu na ukungu kila mahali. Lakini ardhi ilikuwa imelowana sana, na kila mahali kulikuwa na matope na madimbwi ya maji. Sasa ni profesa mmoja ameandika, nitamtaja huyo profesa hii habari kwa sababu alishuhudia. Anasema ghafla ikatokea kitu kama nguzo ya moshi yenye rangi ya blue iliyotokea sana na kung'aa, na ikasimama juu ya vichwa vya watoto watatu, Lucia, Francisco na Jacinta. Nguzo hiyo nyembamba wanasema ilikuwa na urefu kama mita 2 hivi kwenda juu, na baada ya sekunde kadhaa ikapotea. Mara ghafla tena nguzo hiyo ikatokea tena mara ya pili na mara ya tatu, na kisha ikatoweka. Anasema watu waliokuwepo pale maelfu kwa maelfu walikuwa bado wanaishangaa ile nguzo kwa namna ilivyokuwa na mwangaza wa ajabu. Na mara ikasikika kelele za watu kutoka kusikojulikana, yani kama kutoka juu hivi. Hizo kelele zilikuwa zinaambatana na mwanga mkali, na ardhi yote iliyokuwa na matope na madimbwi na nini ikakauka mara moja. Ghafla mvua ilikuwa inanyesha haikunyesha tena, na wanasema jua ambalo lilikuwa linachoma lilikuwa linawachoma sana, yani lilitokea jua ghafla linawachoma, lakini haliwaunguzi wala haumii macho licha ya watu wakiwa wanatazama juu. Kwa anasema ilikuwa ni kama vile kupatwa kwa jua, solar eclipse. Ile tunaonaga kwamba sangine unaambiwa usiangalie juu, uweke maji kwenye beseni uangalizie hapo. Kwa hiyo ghafla ikaonekana kama pete ya kung'aa sana na mwangaza wa zambarau juu ya nchi, na vitu vyote na miti iliyokuepo ikawa na rangi kama ya zambarau. Wanasema eneo lote lile lilikuwa na mwanga wa zambarau wenye kupendeza na kustaajabisha. Huyu profesa ambaye alishuhudia, ambaye ameandika kitabu chake, anaitwa Profesa Jose Maria de Amelda. Anasema alisikia ghafla alisikia kelele za watu kwa nguvu sana, na sasa jua lile likawa linacheza angani kama vile balbu inayoning'inia, taa kama balbu ikiwa inawaka na ning'inia. Kwa hiyo likawa kama vile linataka kudondoka jua hilo. Akasema nikasikia ndani yangu husia fulani hivi mbaya sana ambao siwezi kuelezea kabisa. Lakini kelele za watu zikazidi mno, huku wengine wakipiga magoti na kusali. Baada ya sekunde chache ile hali ikatoweka na jua likarudi katika hali yake ya kawaida. Huyu profesa anasema, mimi Dr. Jose Maria de Amelda, profesa wa kitivo cha sayansi katika chuo cha uko Portugal, anasema nilishuhudia kwa macho yangu na kuandika kwa mkono wangu. Katika maisha yangu sikupata kuona jua likiwa hivi. Nimeshuhudia kupatwa kwa jua, lakini sio kama hivi. Hii ilikuwa ni tukio la ajabu, tukio ambalo wengi walilipa jina la Miracle of the Sun. Na tangia kipindi hicho sasa ndio watu wengi sasa, kutokana na ukiachilia mbali ya watoto watatu tu, ndio watu wengi sasa waliweza kushuhudia kwa umoja kwa maelfu yao
tukio hilo ambalo watoto walikuwa wanaliona kila mwezi tarehe 13 kuanzia tarehe 13 Mei mwaka 1917 mpaka 13 mwezi wa 10 1917. Kwa hiyo ni hiyo ya mwezi wa 10 1917 ilikuwa ni Mama Maria mwenyewe alitaka yale ambayo hawa watoto amekuwa akiwaambia yashuhudiwe na watu wengi. Kwa hiyo huo ni ushuhuda wa namna ambavyo Mama Bikira Maria aliuleta muujiza kwetu kupitia watoto hawa watatu, kuhimiza dunia, familia na jamii na kanisa wawe watu wa sala, kuhimiza kwamba tuwe watu wa toba, kuhimiza jamii, kanisa na familia kwamba tuwe ni watu wa kusali kwa ajili ya kuombea amani duniani. Nikushukuru sana Bwana Jerome Masi kwa kuweza kutupitisha hapo, kuweza kufahamu kwa ufupi zaidi kuhusiana na historia hiyo ya watoto wa Fatima. Lakini nirudi kwako dada Grace Kitime. Pengine tunapozungumza katika utume huu wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, hasa katika idara ya watoto, familia za sasa zinapaswa zijifunze nini? Kwanza kabisa wanachopaswa kujifunza, hawa watoto walitokea kwenye familia pia waliokuwa wanasali. Na ndio maana pia walipotokewa na hiyo hali na wakaambiwa pia wanapaswa kusali, walisali pia, walipiga magoti wakasali. Kwa mara ya kwanza huyu Mama Bikira Maria hakujitambulisha kwao kama ni Mama Bikira Maria. Aliwaambia tu mimi kwamba ni mwanamke niliyotoka wapi? Juu. Wale watoto walipata huo mshangao, na kwa sababu pia walilelewa kwenye malezi yale mazuri, wakaona hichi kitu tulichoambiwa, wacha tunyamaze kidogo kwanza. Lakini walijifunza kitu. Na pia katika walivyokuwa wanaendelea kutokewa na Mama Bikira Maria, walimuuliza pia maswali, tutafika mbinguni? Yaani hilo swali moja kwa moja hawa watoto manake walilelewa kwenye maisha ya sala na walikuwa wanajua kwamba kuna kwenda wapi? Mbinguni. Ndio maana walimuuliza mama, tutafika mbinguni? Lucia alimuuliza, mimi nitafika mbinguni. Mama akamwambia utafika. Na Yasinta je? Akamwambia atafika mbinguni. Je, Francisco akaambiwa kwa sababu ya utundo alionao anapaswa kusali rosari nyingi sana ili aweze kufika wapi? Mbinguni. Na ukumbuke kwamba Francisco kipindi hicho alikuwa na miaka 9 tu. Lucia alikuwa na miaka 10 na Yasinta alikuwa na miaka 7. Walitokea wakiwa wadogo sana. Na yule mtoto pia alianza kusali rosari. Francisco alisali sana mpaka Mama Maria akaja kumwambia kwamba umefuzu. Inamaanisha kwamba alisali kwa moyo wake wote. Nini cha kujifunza kwenye familia za sasa au wazazi wa sasa? Mbali na kuwarithisha watoto wa sasa elimu, kuwapeleka kwenye shule nzuri, pia tujifunze kuwarithisha watoto imani iliyo nzuri. Watoto waanze kujifunza imani wakiwa bado ni wadogo, wajue yupo Mungu, wajue yani apart from wazazi kuna mkubwa zaidi ya wazazi. Na hiyo yote watajua wakifunzwa na wazazi. Wazazi ukikutanika pamoja ukisali na watoto, wakiwaambia hili ni jema na hili ni baya, unapaswa kusali. Katika pia anapoenda huko shuleni anapaswa kusali, akiwa kwenye mazingira ya kawaida anapaswa kusali, anapaswa kuwa na tabia iliyo njema. Hawa watoto watakuwa wakiwa na tabia zilizo nini? Njema, kwa sababu wamejifunza tangu wakiwa wadogo kwa nani? Kwa wazazi wao. Kwa hawa watoto wanatufundisha kabisa kwamba walilelewa kwenye familia iliyokuwa bora. Hata kama ilikuwa familia ya kawaida, maana hao walikuwa ni wafugaji, walikuwa ni familia ya kawaida, lakini walilelewa kwenye mazingira ya nini? Mazuri, ambayo hayo mazingira aliwafanya pia na wao kuwa na tabia iliyo njema, lakini pia kuwa na tabia ya sala, kuwa na tabia ya kusali. Hao watoto watakuwa na tabia pia nini? Ya kusali. Inamaanisha kwamba wanatuonyesha wazi kwamba hata kama wazazi wa siku hizi tuna mambo mengi, vitu vingi, tunasema tuko busy na kazi, lakini tusisahau nini? Kuwalea watoto na kuwarithisha nini? Imani. Tukiwarithisha imani, hatutakuja kupata shida huko mbeleni. Hatutakuja kusema watoto wetu saizi wametugeuka, wamefanya nini? Wamekuwa na tabia ya ajabu. Hapana, kwa sababu tutawarithisha wakiwa tangu wadogo. Hata wakiwa wanakuwa watakuwa wanakumbuka. Ndio maana hata Patrick kwenye maisha yake tunaona akiwa mdogo pia aliweza kushauri watu wengine wasali. Kwa sababu gani? Alitoka kwenye familia ya kawaida, lakini alilelewa malezi aliyo nini? Mazuri. Aliambiwa umuhimu wa sala, na ndio maana alipopita kwenye changamoto ya kuugua bado alirudi kwenye nini? Kwenye sala, kwa sababu aliona tangu akiwa wadogo. Na ndio maana alimwambia Mama Maria, tangu tukiwa wadogo tumekuwa tukisali, kupitia maombezi yako tumekuwa tukipata tumekuwa tukitoka kwenye shida tulizo nazo. Hivyo aliamini kwamba kwa sababu tangu akiwa wadogo walikuwa wanasali kwenye familia yao. Hata alipoenda kutembelea bibi yake alikuta bado nao wanasali sala ya Rozari Takatifu. Akajifunza kwamba kumbe kusali ni maisha. Kusali ni maisha. Yaani hacha na kula,
kufanya nini, kwenda shule, kumbe pia na kusali ni nini, ni maisha ya kawaida ambayo lazima kila siku nifanye hicho kitu. Kwa huyu mtoto pia akilelewa naye katika mazingira hayo, atajifunza kwamba sala ni kitu ambacho ninapaswa kukifanya kila siku. Hata kimkuta mtoto mwenzake asali, atamwambia unapaswa kufanya nini, kusali, kwa sababu atakuwa amelelewa kwenye hayo mazingira. Kwa nawaalika wazazi, mahali popote ambapo tulikuwa tumejisahau, tuanze sasa, hatujachelewa. Tuwalee watoto vizuri, tuwafunze sala, tusiwaachie wadada wa kazi, ila tuwe mstari wa mbele kukumbuka na kuwauliza kama wamesali na kuwafundisha sala. Ndio. Barikiwa sana Grace Kitime. Kumbe hata tunapotekeleza majukumu ya kwetu ya kiutendaji kila siku, baba anapokwenda kazini, mama anapokwenda kazini, anapaswa kukumbuka sala ya familia siku zote ina nguvu. Nije kwako dada Scholastica Masanja. Kutokana na mfano wa watoto wa Fatima na namna ambavyo kanisa na utume pia wa familia mnavozungumza na kupaza sauti ili familia kuweka nguvu ya kusali kwa pamoja, unafikiri hasa sababu ni nini inayosababisha wazazi wengi kukosa nafasi na muda wa kukaa na kusali sala ya pamoja katika familia? Sababu ziko nyingi. Sababu ya kwanza ambayo wazazi wengi au familia nyingi zinashindwa kusali ni huu tu utafutaji wa kila siku. Changamoto nyingine ambayo inasababisha ni utandawazi. Familia nyingi zimetingwa na mwingiliano wa utandawazi. Wazazi wengi wanatumia sana simu, wanatumia sana TV, wanatumia sana kompyuta, wanasahau kutenga muda wa kusali. Muda wanao, sio kwamba muda haupo, ila muda mwingi wanautumia kufanya mambo mengine. Na kwa sababu hiyo basi, muda wa Mungu unawekwa kama waziada. Unakuta wanapoanza kusinzia ndio wanasema njoni tusali. Matokeo yake wanasali sala ambazo sio. Wanasali sala tu ya haraka haraka kutimiza wajibu, lakini sali inakuwa itoki wapi? Moyoni. Ni kwa sababu ya utandawazi. Lakini kingine kinachosababisha familia nyingi hazina utaratibu wa kusali pamoja kama familia ni huu mwingiliano wa madhehebu. Wazazi wengi unakuta baba wote ni Wakatoliki, lakini unakuta wanaenda wote kanisa Katoliki, lakini baada ya kutoka kanisa Katoliki mama anatoka labda na watoto kwenda kwenye makanisa haya mengine, kwenda kutafuta kuongeza sala zaidi. Sasa anapotoka kule hawezi kukumbuka kuja kusali zile sala za pamoja, anakuwa na ile sala binafsi, maana kule wanafundishwa sala binafsi. Ule umoja wa sala unakosekana, na kwa sababu ametoka nje ya sala za Kikatoliki, anaona zile sala za Kikatoliki hazina umuhimu tena, anajitenga yeye kusali peke yake au yeye na watoto na kumwacha baba, au baba anajitenga kusali yeye peke yake na watoto na kumwacha mama, na hapo inakuwa umoja wa sala haupo. Utume wa familia tunawakumbusha wazazi, pamoja na changamoto zote hizo, pamoja na mambo yote hayo yanayojitokeza, labda mzazi mmoja ni mlevi au mzazi mwingine ni mgomvi, umoja wa sala unakuwa haupo. Turudi kwenye msingi. Kwanza tuombeane. Mmoja anapokuwa na madhaifu, tumuombee kwa Mungu kwa kupitia Mama Bikira Maria. Tunaamini Mama Bikira Maria ni mwombezi. Na wote tunakumbuka kwamba wote sio watakatifu. Katika madhaifu yetu tunatakatifuzana. Mmoja akimwombea mwenzake anapata nguvu na anaweza kurudi katika hali ambayo unatamani awe. Basi turudi kwenye umoja wa kuombeana. Tutakapoombeana, Mungu atatupa neema kwa sababu yeye ni mwenye upendo. Ataturudisha kwenye upendo wa familia na tutaweza kusali pamoja. Lakini pia tukumbuke kuvumiliana. Kitu kingine ambacho kinasababisha tunashindwa kusali pamoja ni kukosa uvumilivu. Mmoja anapokuwa na changamoto fulani, mmoja labda mfano baba ni mlevi, mama anakosa uvumilivu wa kumvumilia, kusema kwamba pamoja na huo ulevi wake njoo tusali tu pamoja. Atasali kwa kukosea, atasali huko anasinzia, lakini lengo moja ambalo wewe umeweka nia ya kwamba tusali naye pamoja kwa kupitia hizi sala. Mungu naomba pamoja na kwamba ni mlevi, pamoja na kwamba ananikera, lakini kwa kupitia tu kusali naye hapa, naomba hii sala iweze kumbadilisha. Lakini pia watoto wengine wanakuwa labda wanasinzia ile jioni. Tuwavumilie. Tuwavumilie wanapokuwa wanasinzia. Usiuchoke kwamba kwa vile anasinzia sana muache tu akalale sisi tusali. Hapana.
wewe mweke kila siku, sali naye kila siku. Utashangaa tu mwisho anazoea kwamba huu muda wa kusali, na yeye anakuwa na uvumilivu, anaweza kusali, anaacha kusinzia. Kwa hiyo wazazi, tusichoke, tusichokane, tusichoke kubebeana mizigo, tusikose uvumilivu, tudumu katika upendo, na sala itaturudisha katika msingi wa Kikristo. Hakika daima sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Nirudi kwako Bwana Jerome Mmasi. Tukirudi katika mfano wa maisha ya Padre Patrick Peyton, tunaona familia yake ilikuwa ni familia yenye sala na ni familia ambayo ilimlea katika misingi ya kiroho. Familia za sasa, wazazi wana nafasi gani katika kuwalea watoto wao kiroho na kuhakikisha kwamba wanasimama katika imani thabiti? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba maisha ya mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton yalikuwa ni maisha ambayo tangia utoto wake alilelewa katika maisha ya sala, maisha ya kumpenda Mungu, maisha ya kukaa pamoja kama familia. Kwa hivyo yeye mwenyewe hakuambiwa tu, bali aliona kwa vitendo kwenye hii familia kwamba kila siku wanakutana pamoja, wanasali pamoja. Aliona wazazi wake wakienda kanisani, wakihudumu katika shughuli mbalimbali ndani ya kanisa. Aliona pia wazazi wake wakishirikiana katika kufanya kazi, na waliwashirikisha watoto pia katika kufanya kazi. Ukifuatilia na kusoma historia ya huyu mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton, alikuwa anawasaidia sana wazazi wake, hata bibi yake kwenye shambani, kwenye viazi huko alikuwa anasaidia sana, masuala ya kilimo na nini, ndio. Kwa vyovyote vile familia zetu za sasa, yapo mambo mengi ambayo tunatakiwa tujifunze kwa maisha haya pamoja na hawa watoto watatu tunaozungumzia leo. Kwa maana ya kwamba ndani ya familia zetu, ndani ya ndoa na familia zetu, tunao watoto ambao tumejaliwa na Mungu. Na Biblia inatuelekeza kwamba tuwafundishe watoto katika njia ipasayo, nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Tafsiri yake ni kwamba huyu mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton, ambaye ndio mwanzilishi wa utume huu, alifariki akiwa mzee mwaka 92 na alizaliwa mwaka 1909. Maana yake mpaka anazeeka, mpaka anazikwa, alikuwa anaishi yale ambayo wazazi wake walimfundisha pale nyumbani kwenye familia. Kwa hiyo ni vizuri na sisi wazazi wa sasa ambao Mungu ametujalia watoto, au walezi ambao tunalea watoto, tuwafundishe watoto maisha hayo aliyoeleza wenzangu, maisha sana ndani ya familia. Tuwafundishe watoto maisha ya uwajibikaji ndani ya familia, maisha ya upendo. Hawa watoto tunaoangalia leo watatu walikuwa na watoto ambao kila mmoja anatoka kwenye familia tofauti tofauti. Hawakuwa ndugu hawa, walikuwa ni watu ambao kila mmoja na baba yake na mama yake, lakini walikuwa wanapendana, wanaishi maisha ya upendo. Na hata kwa sisi ambao tumekulia kijijini, unakuta zamani mkitoka shule mkifungua mbuzi au ng'ombe mkachunge huko barabarani, mnajikuta watoto wa mtaa mzima mko pamoja, mnashirikiana, mnachanganya mifugo yenu, mnachunga pamoja. Mfugo ukienda kuharibu mazao ya watu, hauachi kwa sababu sio wa kwako, ulikuwa unakimbia kwa sababu mnajihisi kwamba mko ni watu wa moja. Kwa hiyo ni vizuri pia sisi wazazi tuwafundishe watoto wetu namna ya kupendana wao kwa wao. Na huo upendo utaanzia kwetu sisi wanavyoona pale nyumbani, baba na mama wanaishije, shangazi kwenye ile familia anaishije, mjomba anakuwa treated kwa namna gani, majirani pale, majirani hawa tunaokuwa nao tunawatreat namna gani, wale watu ambao wanakuja katika miji yetu wakiwa na mahitaji mbalimbali tunawaweka katika misingi gani. Hilo ni jambo la pili na la msingi sana ambalo kwa kweli wazazi na familia na jamii kwa ujumla tunatakiwa tufanye, kwa sababu upendo umepotea, dada Irene. Upendo umepotea kwa maana ya kwamba ndani ya familia pia kuna familia ambazo unakuta kwamba baba na mama wenyewe hawapendani. Ule upendo ambao aliahidi ile siku anafunga ndoa miongoni mwao haupo. Lakini pia kuna matukio ambayo yanatokea ndani ya familia, ndugu jamaa na marafiki, tunafanyiana mambo ambayo sio ya upendo. Kwa hiyo yale yanamjenga pia mtoto anavyoona vile anakuwa kwa namna hiyo, pengine akiwa anachukia watu na vitu kama hivyo. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana kulifanya kwa sisi wazazi na katika maisha ya watoto wetu kwa kweli ni kuwafundisha kuwa na utii na adabu. Utii na adabu ni jambo la msingi sana. Familia zetu za sasa, tukiangalia maisha ya hawa watoto watatu wa Fatima, ni watoto ambao walikuwa ni watii. Kwa sababu gani? Unaona kwamba walikuwa wanaelekezwa cha kufanya na wanafanya. Hawakuwa wanabishana na wazazi wao. Kwa wakiambiwa wasali wanasali, wakiambiwa wakachunge wanaenda kuchunga, wakiambiwa wafanye hiki wanafanya.
hiyo hilo ni somo kwenye familia zetu za sasa, kwa sababu ziko familia ambazo kwa kweli malezi kwa maana ya utii ndani ya familia na adabu hakuna. Mtoto anaweza akaambiwa fanya hiki na asifanye na afanye chochote. Mtoto anaweza, siku hizi mara nyingi kwenye familia nyingi mtoto ana misbehave, wako sebuleni wanaangalia TV, mtoto ndio mwenye remote, ndio mmiliki wa remote. Kwa hiyo hata we mgeni au mzazi au mlezi akitaka kubadilisha channel pale lazima aombe ruhusa ya yule mtoto, na ukitumia nguvu yule mtoto atakasirika, atalia, na utaona mzazi wake au mlezi anaanza tena kumbembeleza. Sasa sisi kwa namna ambavyo tumeyaona maisha ya mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton na hawa watoto watatu wa Fatima, yatupasa kuyachukulia hayo kama mfano ndani ya familia zetu, ya namna ya kuwafundisha watoto utii, namna ya kuwafundisha watoto kuwa na adabu. Na watoto hawa usipowafundisha leo kuwa na watii, kuwa na adabu, utafika mahali wewe utakuwa huna nguvu tena, umezeeka, umechoka, ni mzee, na unahitaji kile ulichopanda kwa watoto ndio wakirudisha kwa wakati ule. Kwa watoto ambao hujawafundisha malezi kwa maana ya utii, adabu na nini, itafika huo wakati hata kukuhudumia hawakuhudumii. Ukiwaambia kitu hawasikii, kwa sababu tangia ukiwa na nguvu ulikuwa unawaambia hawasikii na hukuweza kuchukua hatua ili kuwabadilisha kuwa ni watu ambao ni watii. Kwa hiyo ni vizuri sana, na maisha ya hii familia ya mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton yanatujengea kitu ambacho ni kizuri sana pia, cha kujitoa sadaka. Mara nyingi ili tuweze kuwajenga watoto, kuwalea watoto vizuri, lazima tuwafundishe pia majitoleo mbalimbali. Ni mara ngapi wewe mzazi umemfundisha mtoto hata kwenda kanisani tu kufanya shughuli za pale kanisani? Siku hizi tunaona kwenye makanisa mengi kunakuwa na utamaduni wa kulipa watu fedha wakafanya usafi kanisani. Lakini usio utamaduni wa kanisa Katoliki. Hata kama maisha yanabadilika ni sawa, lakini unajua ile kwenda tu kanisani, mimi kufanya usafi, siendi kufanya usafi kama ninavyoenda kufanya usafi ukumbini. Naenda kufanya usafi sehemu ya ibada. Kwa hiyo ni sehemu ya majitoleo yangu, ni sehemu ya ibada, na treatment ya mimi ninayefanya usafi pale kanisani mbele ya Ekaristi Takatifu, kukiwa na zile sanamu ya Bikira Maria, ya mtoto Yesu, ya Yesu pale msulubiwa pale msalabani, na ufika pale lazima nipige magoti nionyeshe, tofauti na mtu ambaye hana imani, unamchukua tu mtu yote unaenda kufanya usafi. Tunafika huko kwa sababu gani? Ni kwamba namna ambavyo maisha yanavyoenda, kama alivyosema Daskola, tunaona kama tuko busy sana, tunaignore mambo ya Mungu. Lakini upo wakati ambao utafika, utajikuta kwamba hata kama baadhi ya nchi za wenzetu Ulaya, unakuta hata wanaoandaa altare pale hata sio Mkatoliki, anafanya kwa mujibu wa mkataba wake, ni Muislamu au ana dhehebu lake huko, lakini anakuja anapasi nguo za padri, anakuja anaandaa altare, lakini kimsingi sio Mkatoliki. Lakini ili tuepuke hayo, sasa turudi kwenye maisha kama yalivyokuwa ya mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton. Tufundishe watoto wetu majitoleo. Ni mara ngapi unapata nafasi ya kwenda na watoto wako kwenye vituo, kwa mfano vile vya watoto wa mazingira yasio mazuri, wale tunasema vituo vya watoto yatima, japo sio neno nzuri sana. Ukifika kule na watoto, kuna mambo mengi sana unawafundisha. Utawafundisha kwamba kumbe unavowapa sukari kwamba wapelekee wale watoto wenzao, unavonunua nguo wapelekee watoto wenzao, unawafundisha majitoleo mbalimbali. Kwa hiyo hata itakapofika wakati kwenye familia au kwenye ukoo au kwenye jamii uko na changamoto yote, na huyu mtoto Mungu amemjalia mafanikio fulani, anajua namna ya kujitoa kwa ajili ya wengine, kujitoa kwa ajili ya kanisa, kujitoa kwa ajili ya kuendeza kazi ya Mungu na kazi mbalimbali katika jamii. Nikushukuru sana Bwana Jerome Masi, lakini tukisalia hapo nije kwako dada Grace Kitime. Pengine idara ya watoto ndani ya utume huu wa familia, mnawafundisha namna gani kujifunza maisha ya utiifu wanapokuwa nyumbani, hata kama wazazi wanakuwa busy? Tunajua kwamba mtoto anapopata nafasi ya kusema jambo moja kila siku, kumkumbusha mzazi kwamba tunapaswa kusali sala ya familia kwa pamoja, basi mzazi anaweza kubadilika kupitia mwanae. Namna gani mnawasaidia? Tunawasaidia kwa namna mbalimbali. Kama nilivyosema mwanzo, huwa tunakuwa na semina mbalimbali kwa ajili ya watoto. Lakini pia huwa tunakuwa na filamu mbalimbali. Kwa mfano filamu ya mtoto Marcelino, na ilikuwa ni mtoto mtii. Kwa wakiangalia ile filamu, baadaye tunakuwa tunawapa maelezo kwamba umeona hali ya huyu mtoto aliyokuwa anapitia, maisha aliyokuwa anapitia, lakini na namna alivyokuwa anaishi. Mtoto mzuri anapaswa kuwa namna hiyo. Au tunasema mtoto wa Mungu anapaswa kuwa nani?
mtii. Kwa maana yake anaondoka na kitu kimoja kwamba kumbe nisipokuwa mtii, maana yake nakuwa sio mtoto wa nani? Wa Mungu. Nisipokuwa na upendo kwa wenzangu, nakuwa sio mtoto wa nani? Wa Mungu. Na tunawafundisha kwamba utii sio kwa wakubwa tu. Utii ni kwa kila mtu. Awe ni mtoto mwenzake, awe ni mtu mzima, awe ni mzazi, awe ni mtu ambaye sio mzazi, anapaswa kuwa nini? Mtii. Kwamba hata atakapoenda shuleni, yule mwalimu atakapomuita aende chapu. Sio anajivuta anaanza kuzunguka, hapana. Awe mtii hata kwa mwalimu anayekutana naye. Mwanafunzi mwenzake atakapomsemesha amjibu vizuri, awe na utii pia. Lakini pia hata kwa mzazi atakapomuita, atakapomsemesha awe na nini? Na utii. Watoto wa siku hizi wakati mwingine unaweza kumuita kwamba njoo nikutuma, nakwambia mama umezidi bana, unanituma sana. Sasa hicho si kitu kizuri. Na tunapokiona wakati tunafanya semina au tunafanya workshop au tunaonyesha filamu kwa watoto, huwa tunawakemea kwamba hicho si kitu nini? Kizuri. Na tunawaambia kama mtoto wa Mungu huwa anakuwa hawi na tabia ya namna hiyo, hawi na kiburi, hawi na maneno mabaya, hawi na matusi. Kwa mtoto anapokuepo kwenye semina kama hizo anajifunza kitu. Lakini huwa kuna kuwepo na makongamano mbalimbali ya watoto ambao yanafanyika kwa hapa jimboni kwetu Arusha kila mwezi wa 6. Huwa kuna kuwepo na makongamano ya watoto. Na bahati nzuri huwa tunaalikwa. Huwa tunawafunza vitu vingi pia. Tunawapa mifano mizuri ya watoto walioishi vizuri na wakawa ni watoto wa maana, lakini baadaye wakaja kuwa vijana wazuri. Kwa hiyo tunamwambia pia mtoto anapoishi vizuri atapendwa na kila mtu. Ila anapokuwa ni mtoto ambaye hana tabia nzuri, hakuna mtu atampenda. Kwa sababu hakuna mtu atampenda mtoto ambaye hana tabia njema. Hakuna mtu atampenda mtoto ambaye anajibu vibaya, ana kiburi, hakuna. Kwa hiyo tunamwambia mtoto kwamba akiwa na tabia njema pia kila mtu atampenda. Yaani hapati kwamba Mungu atampenda, lakini kila mtu atakayekutana naye atafanya nini? Atampenda, lakini pia atakuwa vizuri, kwa sababu kama huyu atampenda, atamwambia maneno yaliyo mazuri, atamshauri pia anapoona anakosea. Hata huyu mzazi pia kama atamfunza mtoto vizuri, hata atakapoonywa na mtu mwingine huko barabarani, huyu mtoto hataona kama anakosewa. Huyu mzazi pia hataenda kusema kwamba kwa nini ulimsemesha mtoto wangu? Ni kwa sababu amelelewa nini? Vizuri. Kwa huwa tunaambia wajifunze utii, lakini huwa tunawakumbusha pia wazazi kwamba pale tunapoona mtoto anakwenda kinyume, haendi vizuri, unamkanya hapo kwa hapo. Na ndio maana tunasisitiza pia ni vizuri wazazi pia wakae na watoto wale pamoja. Mkikula pamoja mtajua mtoto yupi ni mchoyo na mtoto yupi sio mchoyo. Lakini tutajifunza pia wakati anapokula kuna tabia nyingine utaziona utakapopakua. Kwa mfano ni nyama, labda zinawatoshia wao, nani anataka kula zaidi ya mwenzake, utajifunza kwamba hapo kuna tabia moja hapo unaipata hapo. Kwa hata ile wakati wa kusali pamoja, mtoto anaisumbua wakati wa sala, utajifunza kwamba huyu mtoto hana tabia nini nzuri. Mzazi tunamwalika pia kumuonya pale anapoona amefanya nini, amekosea. Lakini huwa pia bado kuna hizi program mbalimbali tunazoandaa za watoto zinawafunza vitu vingi. Kwa watoto ambao wanasikiliza vizuri na wanafuata yale tunawafundisha, watoto hao wanabadilika. Na wakati mwingine tunapata feedback kutoka wazazi kwamba mtoto ameniambia mmemfundisha 1, 2, 3, 4, 5 na nimeona mabadiliko. Kwa pia namwalika mzazi amwachilie pia mtoto anapopata haya matangazo kwamba watoto wanahitajika kwenye semina au wanahitajika kwenye kongamano. Hata kama kuna gharama inahitajika, atoe, kwa sababu ile gharama anayoitoa mtoto anapata kitu kikubwa kuliko ile gharama anayoitoa. Kama mtoto alikuwa hana baadhi ya maeneo hajawa sawa, akienda pale akijifunza, akirudi na elimu nzuri ambayo inamshape mtoto anakuwa vizuri. Kwa sababu akija pale akijifunza kwamba mtoto wa Mungu ana adabu, mtoto wa Mungu anaenda shule, mtoto wa Mungu sio mchoyo, mtoto wa Mungu asemi uongo, mtoto wa Mungu anajifunza kwamba inamaanisha pia nikifanya kinyume na kwa mtoto wa nini, wa shetani. Kwa anaondoka na ile hofu kwamba mimi napenda kuwa mtoto wa Mungu na lazima nifanye 1, 2, 3. Kwa mtoto akiondoka namna hiyo, anaondoka huku akifikiria. Hata mkienda shule, mkienda kuwatembelea, kwa mfano mmefanya kongamano, mkaenda shule labda kuwatembelea wale baadhi walio kuepo kwenye kongamano, wanakupa story mbalimbali, wanakuambia sisi nyumbani sasa hizi tunasali, tumemwambia wazazi tunafanya 1, 2, 3, 4, 5. Kwa unajikuta kwamba yule mtoto pia anabadilika, anajifunza kitu kipya, na ile hali ya utii na kuwepo. Ile hali ya utii kutokana na hizo program anazopata inakuwepo, na hata akirudi nyumbani mzazi anaona mabadiliko ya mtoto, yeye mwenyewe inakuwa ni faida kwake. Kwa namwalika mzazi pia zinapotokea program kama hizo, mfano labda kuna kongamano, labda watoto wanatakiwa waende sehemu fulani kusali pamoja, amruhusu ili aone pia mabadiliko ya mtoto wake, akue vizuri, akue kwenye imani. Ndio.
Barikiwe sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa, kwa sababu mtoto mtiifu daima ana matokeo ambayo ni mazuri. Na idara ya watoto kwa namna ambavyo mmekuwa mkianzisha vitu mbalimbali ambavyo pia vinawavutia watoto, lakini vinakuwa ni sehemu ya kuwafundisha kujua utiifu huanzi nyumbani peke yake, bali pia kwa yote ambaye unakutana naye lazima uonyeshe utiifu. Sasa tunapozungumza kuhusiana na maisha ya watoto wa Fatima kuwa mfano wa watoto wa familia za sasa, pengine dada Scholastica Masanja, watoto wanakabiliana na changamoto gani ambazo ndani ya idara ya utume wa familia mnakuwa wanazungumza sana kwenu na nyie mnawasaidia? Ni changamoto zipi ambazo zinawakumba hasa kulingana na maisha ya sasa ambayo tunayaishi? Changamoto kubwa ambayo watoto wengi wanaipitia ni kukosa kusikilizwa. Watoto wengi kwenye familia hawasikilizwi. Wazazi wanawapa kweli, wanawapatia pesa, wanawapeleka shule nzuri, lakini wanakosa ule msaada wa kusikilizwa. Anatamani amwambie mzazi jambo fulani, mama, au leo nimekutana na nani shuleni, au nimekutana na changamoto hii, lakini hakuna wa kumsikiliza. Kwa hiyo watoto wengi unakuta wanakuwa na ile hamu ya kusikilizwa, lakini hapati mtu wa kumsikiliza. Na hicho kitu kinawaumiza sana watoto. Na ndio maana unaona watoto wengi leo wamekuwa wakatili. Unaona watoto wengi leo wanakosa upendo, kwa sababu anaona nyumbani anatamani kusikilizwa, anatamani amwambie baba kitu fulani, lakini anamwambia, akitaka kumwambia unaambiwa umefanya homework, au nenda kamwambia dada, kwani sijakupa hela? Wazazi tukumbuke kwamba pesa sio malezi, pesa sio maisha. Mtoto anahitaji kusikilizwa, anahitaji tu akwambie, leo mama, mwalimu amenisahihisha vizuri. Hicho tu, alafu labda umsifie. Hicho kitu kinaweza kikamsaidia mtoto kuwa mtoto tofauti kabisa kesho. Wazazi tuwe na ule upendo wa kuwasikiliza watoto wetu. Hicho kinavuruga watoto wengi, wanakosa upendo, wanakosa kujiamini pia. Kwa sababu anapokuja kwako, unajua watoto anakuja anakimbia kwako, anafika alafu unamrudisha. Anatamani kupata faraja ya mzazi. Saa nyingine anatamani tu mkumbatie. Lakini kwa sababu uko busy na simu yako, au uko busy na kompyuta, umetoka kazini, umefanya kazi, lakini unakuja kumalizia pia kazi nyumbani, ule muda wa kukaa na mtoto unakosekana. Kwa hiyo watoto wengi wanatushirikisha kwamba mimi natamani nimwambie mama, lakini ananiambia nenda kamwambie dada. Afu namwambia njoo, usijali, mama alikuwa na kazi, ukienda leo atakusikiliza. Ukiona hana kazi uende, usiende akiwa na kazi, sawa, kana rizika, kanasema sawa. Lakini kitu kingine kinachosababisha au kinachoonekana ni changamoto kubwa kwa watoto ni ile hali. Kwa mfano, sisi tunawafundisha kwamba watoto tunatakiwa kusali kwenye familia. Alafu anafika nyumbani, anawaambia wazazi, anawaambia hayo mambo umejifunza wapi? Hayanisaidii mimi, hayaniongezei chochote. Kwa hiyo unakuta mtoto amevunjika moyo. Wazazi kuwa na imani haba. Mzazi anakuwa na imani haba, lakini mtoto anatamani basi kila alichofundishwa kule kanisani au kule kwenye kongamano, anatamani akilete nyumbani. Lakini anapokileta nyumbani, anakutana na wazazi wako bize. Anapeleka kwa dada, kwa sababu dada ndio yuko na karibu. Na wadada wengi wazuri kweli wanawasaidia watoto. Kuna wadada wazuri, wasaidizi wa nyumbani wazuri kweli, wametusaidia kukaa na watoto vizuri, na watoto wanakuwa na imani. Unakuta mtoto amepeleka upendo kwa nani? Kwa dada wa kazi. Kwa dada wa kazi. Alafu unakuta sasa hamsikilizi mzazi. Alafu ndio hiyo wazazi wanasema watoto wa siku hizi hawana adabu. Kumbe sisi wenyewe wazazi tumechangia. Kitu kingine ambacho ni changamoto kubwa kwa watoto ambacho tunakiona ni mafarakano ya wazazi. Wazazi wanapokuwa na changamoto, wanakuwa wanatupiana maneno mabaya au wanatukanana mbele ya watoto. Hicho kitu kinawasili sana watoto. Wanakosa hamu hata ya kukaa kwenye familia. Wanatamani hata wakae nje. Wanatamani wakae shule. Wanatamani hata wakae kanisani. Maana kila kwa mfano ikifika jioni, baba unapokuja labda mlevi, au mama unapokuja umetoka kazini unamkuta baba yuko nyumbani, unaanza kumfokea kwa sababu tu wewe umetoka kwenye majukumu yako, baba ulimwacha nyumbani, unamkuta nyumbani, unaonekana wewe ndio una pesa, unaanza kumfokea baba, unamkosesha ile hadhi ya kuwa baba. Matokeo yake baba anapokuja juu au mama anapokuja juu na kujibu, unatokea ugomvi pale. Kile kitendo
kinawasononesha sana watoto. Watoto wengi wanatamani familia yenye amani, familia yenye upendo. Unapowafundisha upendo sasa, kwa yule ambaye nyumbani hakuna, unamwona tu amesononeka, na ukimuuliza ni nini, wengine wanakuwa wazi kukueleza, lakini mwingine anakuambia hapana, nilikuwa nasikiliza tu vizuri. Lakini ukimwangalia unajua kabisa huyu mtoto hayuko sawa, kuna kitu kimemkuta. Kwa hiyo wazazi, hata kama tunakuwa na changamoto zetu, hebu tujaribu kuyamalizia chumbani. Tujaribu kuyaficha mbele ya watoto, wasione changamoto zetu. Wasigundue kwamba leo hatuna pesa ya kula. Wasigundue kwamba leo hatuna ada. Hebu tujaribu kuwaficha watoto wanapokuwa bado wadogo, kwa sababu sio kila umri mtoto ajue changamoto za familia. Wazazi tuwafundisha watoto wetu kujitegemea katika sala, lakini pia tusiwaache katika mazingira ambayo yanawaletea hofu. Unapokuwa na ugomvi nyumbani, unamletea mtoto hofu na unamkosesha kujiamini. Kwa sababu kila anapotaka kufanya, akikumbuka yale mliotenda nyie, yaliyotendeka jana, hata shuleni, hata uelewa wake shuleni unakuwa sio sawa. Hata kumsikiliza katekista kanisani inakuwa sio sawa, kwa sababu anakuwa bado anawaza yale ya nyumbani. Asante sana dada Scholastica Masanja kwa ufafanuzi huo. Nije kwako Bwana Jerome Masi. Changamoto hizi ambazo zinawakabili watoto, ikiwemo kukosekana upendo, kusikilizwa, lakini mifarakano baina ya wazazi, inasababisha watoto hawa kupoteza ile hofu ya Mungu na kuona kwamba ngoja nielekee kwenye mambo ya kidunia. Kadiri sayansi na teknolojia inavyokwenda, nao watoto pia nao wanakuwa kwa kuangalia huko. Pengine tunawezaje kumjenga huyu mtoto akasimama na kurudi katika imani, tukiyakumbuka na kuyaishi maisha ya Patrick Peyton, lakini watoto wa Fatima, na mtoto huyu akampenda Mungu zaidi kuliko vitu vya kidunia? Asante sana dada Irene. Ni kweli kwamba baadhi ya mambo ambayo ameeleza dada Schola hapo yanahusiana kwa kabisa, na ni mambo ya wazi kujua ya changamoto ambazo wanapitia watoto, na kwa kiasi fulani watoto wengi wamekata tamaa na wamefika mahali wameanza kujilelea wao, yaani kuishi kwa namna wanavyoona wao inafaa. Lakini ni vizuri sasa tukumbuke kabisa kwamba hao watoto tunaokuwa nao, wa kwetu wa kuwazaa au wale tunaowalelea, tunasema baada ya Mungu wanamjua mzazi ndio Mungu wao wa pili, tunasema. Kwa maana ya kwamba Mungu yupo aliyetuumba sote, lakini wale watoto sisi tuna dhamana ya kuwalelea vizuri, kuwafunza, kuwasaidia ili waweze kukaa sawa. Sasa watoto hawa ambao tayari wameshapitia hizo changamoto, swali ni kwamba tunafanyeje? Ni unafahamu, tunasema mara nyingi kutenda kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndiyo kosa. Lazima wazazi na jamii nzima tujitathmini, kila mmoja ndani ya familia yake, ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani ya jamii, tujitathmini kwamba njia tunayoenda nayo kwenye malezi ya watoto ni sahihi. Kama sio sahihi, tukubali pia kwamba kuna makosa tumeyafanya. Nafikiri umesikiliza vyombo mbalimbali vya habari na mitandao. Matukio mengi unayosikia sasa yanatokea, yanasababishwa na vijana au watoto wenyewe. Ni kwa sababu pia sisi wazazi hatujaweza kuwa na nafasi ya kujitathmini, kuona ni wapi tumefanya makosa na kukubali kubadilika. Unajua Biblia inatuambia katika Kumbukumbu la Torati, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataziacha njia zao mbaya, kuna neema nyingi zimeahidiwa pale. Maana yake tukikubali kwamba kuna sehemu tumefanya makosa, ni sehemu ya kwanza kabisa ya kugeuka na kumrudia Mungu. Tukishakubali na tukaona kwamba kuna makosa tumefanya, sasa tuone namna gani ya kusahisha pale ambapo tulikosea. Kwa mfano, mtoto ambaye anakosa upendo nyumbani, huyo mtoto, namna pekee ya kumfanya huyo mtoto ajihisi kwamba anapendwa ni kufanya matendo na maneno ambayo yatamfanya huyo mtoto aone sasa baba na mama ananipenda. Kuna watoto wengi, kwa mfano ukienda kwenye center nyingi zinazolelea watoto kama alivyosema Daskola, wanakimbia uje uwakumbatie, yaani ile wao hivyo. Kuna wengine ambao pengine baba au mama wanapokuja nyumbani jioni, anatamani akukumbatie tu au akueleze mambo mengi ambayo yametokea kule shuleni, lakini hiyo nafasi maana yake tunaikosa. Kumbe tukikubali kwamba kumbe kila nikirudi nyumbani nitakuwa nikae na watoto wangu,
ni wasikilize, hata kama wataongea ujinga mwingi wa watoto, lakini katikati ya huo ujinga kuna vitu ambavyo utoto mwingi, kuna vitu ambavyo mzazi utavifahamu na unaweza kuwasaidia. Hiyo ni muhimu sana. Na jambo lingine la msingi sana ni ule muda kukaa nao. Unajua kuna watoto wengi ambao tumewaonyesha mfano mbaya kwenye familia, wameshakata tamaa na maisha tunayoishi, wametuchukia pengine kama wazazi, lakini wazazi hatujui. Ndio maana pale sisi tunakuwa ni materialists, kwamba tunahakikisha tu mtoto amelipiwa ada, amepata chakula, amepata mahali pa kulala na mahitaji mengine. Lakini kumbe mtoto alihitaji muda wa kukaa na mzazi. Ndio maana tunahimiza kwenye Utuma Familia kwamba mara nyingi ni vyema wazazi watenge muda wa kukaa na watoto wao. Sio tu ile jioni muda wa kula. That's okay. Kula pamoja kama familia ni vizuri. Pale kama ni muda wa sala ni vizuri, lakini uwe na muda hata wa kutoka na watoto wako. Ndio nao hata vile vituo wanapocheza watoto, angalia wanavyocheza, angalia wanavyoongea. Ikiwezekana pia baba na mama tafuteni mahali patulivu. Kwa mfano, siku moja ya weekend chukueni watoto wenu, endeni pale. Kaeni nao kama alivyosema ndugu yangu mmoja hapa da Grace, kwamba tukae pale na watoto, tuwaulize wao katika maisha wanatamani nini. Katika maisha ni mambo gani ambayo hayawafurahishi. Tutajifunza mambo mengi kule. Kuna watoto ukitazama wanafanywa ukatili na watu ambao tumewaamini kwa ajili ya kusaidia kukaa nao kwenye aidha kwenye familia au kwenye vituo mbalimbali. Lakini kutokana ile kutokosekana ukaribu na muda wa kukaa na hawa watoto, wanakosa mtu wa kumwambia. Jambo lingine muhimu sana ni kweli kwamba kwa watu wa umri wetu na watu wa zamani kidogo, malezi yale yalikuwa ni malezi ya tunasema dikteta, lakini yalikuwa na maana kubwa katika maisha yetu. Sasa hivi ulimwengu ulivyo, yale malezi nayo yanatakiwa yabadilike kutokana na muda unavyokwenda. Kwa hiyo lazima pia wazazi na walezi tubadili mfumo wetu wa malezi kutokana na aina ya watoto tulionao sasa na ulimwengu ambao tulionao sasa hivi. Kwa maana ya kwamba unafahamu, wanasema zamani zile ilikuwa hata barabara mtaani zilikuwa zinatengenezwa na sisi wenyewe tukiwa na majembe yetu, mabeleshi na sururu na vitu vingi. Lakini siku hizi tunaona zimekuja mashine za kisasa ambazo zinatengeneza barabara. Maana yake tukubali pia kwamba mfumo tuliolelewa sisi wa malezi ni mzuri, na tukiapply katika kuwalea watoto wa sasa tuwe pia makini. Kwa sababu kuna saa nyingine ukiwa mkali sana, kwa mfano kuna jirani yangu mmoja nilikuwa nazungumza naye jana, mtoto ametoroka nyumbani. Katika mazungumzo kwamba mtoto ametoroka kwa hali gani, alivyokuwa ananisimulia inaonyesha kabisa kwamba pale nyumbani pamekuwa tena kama kituo cha polisi. Kwa hiyo yule mtoto mwisho wa siku tumekuja kumkuta kwenye mazingira ambayo ni kwenye kituo cha polisi. Tafsiri yake ni nini? Kwamba mtoto anaona kwamba polisi ni eneo salama kwake zaidi kuliko nyumbani. Kwa hiyo lazima tujifunze na kwa kweli tuishi nao hao watoto, lakini kwa mfumo ambao ni tumombe Mungu atupe hekima ya kwenda nao kwa namna ambayo ni nzuri zaidi. Ni kweli tunahimiza kwamba kuwe na adhabu kwa watoto, na Biblia yenyewe imesema kwamba usimnyime mtoto mapigo. Hiyo ni muhimu sana. Lakini mtoto anaadhibiwa kwa namna gani? Zamani kuna watu huko tulikuwa tunaadhibiwa kwa kuwekwa kwenye gunia, unawekwa darini. Lakini siku hizi uwezi ukafanya hicho kitendo. Utaonekana mkatili. Zamani ilikuwa wakati mwingine unanyimwa chakula hata siku 2. Sasa siku hizi lazima tuje na mfumo mpya wa malezi ya watoto. Mfumo wenyewe ni upi? Kwamba ni ile kwamba kwanza mtoto akifanya makosa, kaa naye, mueleze. Akirudia kosa, muadhibu. Akifanya tena kosa na umwahidi kwamba next time ukirudia adhabu yako itakuwa ni hii, adhabu kubwa zaidi ya ile. Taratibu mtoto atajifunza na atakuwa kwa kweli ni mtoto mwema. Barikiwe sana Bwana Jerome Masi. Lakini kwa kutamatisha, dada Scholastica Masanja, unalipi la kuzungumza na mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla ambao tunazungumza nao kwa siku ya leo, hasa tunapojifunza maisha ya Patrick Peyton, lakini pamoja na watoto wa Fatima, namna ambavyo wameweza kuwa mfano bora, sala, toba na imani ikiwa ni msingi mkubwa kwenye maisha ya kwao. Pengine wazazi wa sasa wanatakiwa kuelewa nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Jambo la kwanza kabisa ambalo wazazi wanatakiwa kuelewa ni kusimamia kwanza imani. Wanaposimamia imani, maana yake watakuwa na maisha ya sala. Sala ndio zitawasaidia katika malezi. Kwa sababu tunapokusali pamoja, tunapojenga umoja wa sala, tunawatengeneza watoto katika kumtegemea Mungu na kuwa na hofu ya Mungu. Lakini kitu kingine, tuwe na upendo. Tuishi upendo ule wa kimungu.
Tupendane sisi kwenye familia, lakini pia tuwapende majirani. Tupende jamii inayotuzunguka. Ili jamii inayotuzunguka ndio itatusaidia katika malezi. Ukitaka kujua tabia ya mwanao, muulize jirani. Mimi naweza nisijue tabia ya mtoto wangu, lakini jirani yangu anamjua mtoto wangu kuanzia A mpaka Z. Kwa hiyo ninapoishi vibaya na jirani, sitajua tabia ya mtoto wangu. Hata niambia mabaya ya mtoto wangu, hata niambia makosa ya mtoto wangu anayoyafanya mimi nikiwa sipo. Mimi natamani wazazi wa sasa turudishe ule upendo wa zamani wa kindugu, kuishi kindugu na majirani zetu na watu wanaotuzunguka. Tusiwachukie, tusijenge ule ubinafsi, bali tuishi upendo ule wa zamani. Kwa kufanya hivyo, atanisaidia mimi kulea mtoto wangu hata kama nikiwa sipo. Jambo lingine, wajengee watoto uaminifu. Kwamba unapomfundisha uaminifu, maana yake aweze kujisimamia mwenyewe. Kama nimemjengea kusali, hata kama nikiwa sipo, aweze kujua kwamba huu muda ni wa kusali. Huo ni uaminifu. Kufanya jambo ambalo alitakiwa afanye amwambie mzazi, lakini yeye mwenyewe aweze kujisimamia mwenyewe kwamba huu muda anatakiwa kusali, huu muda anatakiwa kuosha vyombo, huu muda anatakiwa kudeki. Huo ni uaminifu katika kufanya jambo lolote. Hapo tutakuwa tumefaulu. Yako mengi sana, lakini hayo machache yanaweza kusaidia jamii au familia zetu kurudi katika taratibu na maisha yale mazuri, kwa kufata msingi wa maisha ya familia takatifu, na tukiiga pia maisha ya wazazi wa mtumishi wa Mungu Patrick Peyton. Barikiwe sana Scholastica Masanja. Lakini dada Grace Kitime, pengine kuna mzazi anatusikiliza sasa na kutufuatilia kupitia mitandao ya kwetu ya kijamii, anatamani sasa, kuna namna amekuwa maumivu kwa mtoto wake, amekuwa mwiba, anatamani kufikia utume huu wa familia ili muweze kumsaidia. Anawapata namna gani? Anaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii. Akienda YouTube, akienda Facebook, akienda Instagram, lakini pia TikTok anatupata. Tunatumia jina la Holy Cross Family Ministries Tanzania. Huko ni YouTube, ni Facebook, lakini pamoja na Instagram. Lakini akienda TikTok anaweza kaandika HCFM Tanzania, atatupata. Lakini pia anaweza kutufikia pia kwenye ofisi zetu. Hapa Tanzania tuna ofisi sehemu 2. Kwa hapa Arusha tupo pale Sombetini, Parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Sombetini. Akifika tu pale getini, aulize ofisi za utume wa familia, ataelekezwa. Lakini pia kule Mbulu, jimbo la Mbulu, tupo katika parokia ya Mtakatifu Joseph hapa Kitete, lakini pale parokia Mtakatifu Brendan Kitete tupo pale. Mkurugenzi yupo parokia ya Mtakatifu Joseph, lakini ofisi zipo pale parokia Mtakatifu Brendan Kitete. Lakini pia anaweza kutufikia kwa nambari ya 0623 300 303 0623 300 303. Wakati wowote tupo. Akitutafuta kwa njia ya message, kwa njia ya WhatsApp, hiyo namba inapatikana sehemu zote. Hata kwa kupiga simu anaweza akatupata na tukazungumza vizuri kabisa. Kama anahitaji kuja ofisini, anaweza akatupata muda wote kuanzia Jumanne mpaka Jumamosi. Barikiwe sana na niwashukuru sana kwa siku ya leo kuja kuzungumza mengi kuhusiana na idara ya watoto. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Barikiwe pia wewe mtazamaji ambaye tumeungana toka mwanzo mpaka tamati, pamoja na msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM. Nasi tunaweka nukta hivyo, lakini tukumbuke katika mwezi huu wa Mama Bikira Maria, watoto wanahitaji ukaribu wa wazazi, wanahitaji sikio la wazazi, wanahitaji kuona faraja kutoka kwa wazazi. Na tukumbuke maisha ya familia ya watoto wa Fatima waliishi namna gani? Waliishi katika maisha ya sala, toba pamoja na amani. Ni ujumbe ambao tunapewa kwa siku ya leo, na tuendelee kukumbuka katika maisha ya kila siku. Asante sana kwa wote ambao umefanikisha kipindi hiki kwa siku ya leo, na kwa niaba ya wote, mimi ni Irene Simon. Mungu akubariki sana na tukutakie wakati mwema. Yesu,